Kwanza Ladies Connect ni tukio ambalo linakutanisha mabinti wote kila mwaka katika vyuo vikuu. Lakini mwaka huu mnaiona ni ya moto sana kutokana na vile tulivyoipanga. Unajua kila kitu ni plan. Okay. Lengo la VETA ni kumpa mwanafunzi ujuzi. Hello Tanzania. Mambo vipi? Langu jina naitwa Mbrania Official. Nipende sana kukaribisha katika kipindi kizuri cha Student Connect. Na leo nimepata nafasi nyingine nzuri na adimu kuwepo katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, ikiwa kuna tukio moja kabambe ambalo limeandaliwa na chuo hiki, na siko peke yangu, niko na mwenyeji wa chuo hiki. Pengine Watanzania ambao mnamtazama mnatamani kumfahamu. Na madam, karibu ili hao Watanzania ambao wanakutazama waweze kufahamu wewe ni nani. Hello Tanzania, kwa majina ninaitwa Tatu Aria Bentiliba, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka wa 3 kutokea ndaki ya Corners. Pia ni mgombea wa nafasi ya kiongozi bora wa kike katika tukio letu linalofanyika tarehe 29 katika ukumbi wa Nkrumah Hall siku ya tarehe 29. Tunawakaribisha sana wote. Nice. Ili tukio la tarehe 29 la Ladies Connect. Yes. Tunatamani tulifahamu kwa sababu limekuwa ni swala ambalo limekuwa la moto sana katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ukipita kwenye page zao kule unakuta mambo ni ya moto sana. Pengine tufahamu nini ambacho kiko ndani ya hili tukio la Ladies Connect cha Dar es Salaam. Kwanza Ladies Connect ni tukio la pekee ambalo tumeliandaa. Kila mwaka huwa linafanyika, lakini kwa mwaka huu tumehitaji lile la kipekee kwa sababu tumejipanga. Wanawake tukiwezesha tunaweza. Tumejipanga lile la kipekee kutokana na guest of honor wetu, yani amejipanga. Katika tukio hilo kutakuwa kuna elimu kuhusiana na afya zetu, kuhusiana na jinsi ya kutumia pesa zetu, kuhusiana na afya ya uzazi. Pia kutakuwa kuna entertainment mbalimbali, kutakuwa kuna game challenge mbalimbali ambazo atakayefuzu hizo challenge anaweza akajiondokea na zawadi zake kutoka Vodacom na Infinity. Okay. Na tumeona kwamba mmeandaa categories tofauti kisha kwamba hao wanawake wa shoka wanaweza kuzipata. Pengine labda ungetutajia hata chache ili tujue katika watu ambao wanawania. Kwako tumesikia, lakini natamani na nyingine tuzisikie ni zipi. Yes. Katika kategori mbalimbali ambazo tumeziandaa katika siku ya Jumamosi, hiyo siku ya Ladies Connect hapa UDSM, kuna kategori ya Best Female Influencer ambayo ni Zamzam na wengineo. Kuna kategori ya Best Environmental, kuna kategori ya Best Technology and Innovator, kuna kategori ya Best Female Leader ambayo katika hiyo kategori na mimi pia niko. Wow, hebu nizungumzie kwako. Kwa nini umejikita hapo na kusema ngoja nigombee hapa au niwanie na kupambania hivi? Kwa nini na sio maeneo mengine? Yaani katika kategori ya Best Female Leader, kwanza my dream is to be a leader. Wow. Since young nilikuwa kiongozi kuanzia huko level nilipotoka. Kwa yani ile hali ya kuwa nawasaidia wenzangu, kuwa naishi vizuri na wenzangu, kujitolea katika matatizo ya wenzangu, ikanipelekea kwamba one day I can. Hivyo napenda sana kuwa kiongozi. Ndio maana hata huku chuo pia ni mbunge mwaka wa 3 ndaki ya Corners. Ndio maana mpaka sasa na nimewasaidia mambo mengi. Ndio maana nikawa nimepelekea kuania hiyo tuzo ya Best Female Leader katika Ladies Connect. Na umesema wewe ni mbunge. Tufahamu kidogo katika historia yako ya kuwa kiongozi huku chini. Je, umeanza chini au uongozi umekuja kuanza ukiwa elimu ya juu? Hapana. Mimi safari yangu ya uongozi haijaanzia juu. Safari yangu ya uongozi imeanzia since primary school. Nilikuwa Kilanja, nikaja O level, nikawa academic leader. Nilipofika advance nilikuwa head girl. Okay. Yes. Kwa nilipofika huku kwa sababu ninapenda sana mambo ya uongozi, nikawa na interact na watu, nikawa nauliza mambo ya uongozi wa chuo ambao kanambia na nili uongozi wa chuo ni daruso kwa UDSM. Kwa nikawa nimevutiwa sana, then nikawa na interact na watu, wakawa wananielekeza mambo ya uongozi mpaka sasa. Ni mbunge mwaka wa 3 na ndio tunaenda kuachia hivyo cheo kwa sababu mwaka wetu uchai. Ni kipindi cha uchaguzi kinaanza. Nimefurahi sana kusikia hii habari nzuri na ambayo inaleta hamasa kwa mabinti. Na pengine
changamoto ambazo umekutana nazo ukiwa ni kiongozi wa kike wakati ambao uko shule ya msingi mpaka unafika chuo kikuu? Kwa sababu watu wanasema ukiwa wa kike kuwa kiongozi unakuwa kidogo ni changamoto. Na kwako hizi changamoto je, umekutana nazo au kama tufahamu hapa ili hao mabinti au Watanzania ambao wanakufahamu waamke watoke kwenye fikra mgando kwamba mwanamke hawezi kuwa kiongozi? Kwanza, miongoni mwa changamoto ambazo nimepitia, mojawapo ni kwamba kuna ile wanabelieve kwamba watu wengi wanaamini kwamba mwanaume ndio kila kitu. Kwa hiyo unakuta yani hata kama ni mwanamke umeamua jambo lako, watu wanakudisappoint tu ili mradi yani upoteze ile hamasa. Yani kwa sababu wameshafikiria kwamba ile mwanaume ndio anaweza. Lakini ni opposite kwamba kwa sasa wanawake tukiamua tunaweza. Kwa hiyo na hapa hamasa mabinti wenzangu, tujitahidi. Tukijaribu tunaweza. Mimi uongozi nimeanza safari ya chini na mpaka sasa ni kiongozi na nimeendelea vizuri tu. Na pengine unafahamu unachukua kozi gani katika chuo hiki na ni mwaka wangapi na unamaliza lini pia? Natamani kufahamu. Ninachukua kozi ya Bachelor of Science with Education katika chuo kikuu cha Dar es Salaam ambao nachukua masomo Mathematics and Geography. Na ni mwaka wa 3. Kwa hiyo mwezi wa 7 insha Allah na graduate. Safi sana. Kwa nini nimekuuliza yote haya? Nilikuwa natamani tu kufahamu na kujua kuwa unamaliza lini, kwa sababu kuna tamko ambalo kwa sasa limetolewa kwamba degree haitoshi. Vipi, umejipangaje na kwenda VETA sasa? Kuhusiana na VETA. Kwanza kabisa lengo la VETA ni kumpa mwanafunzi ujuzi apate from education. Huko education tuseme ni kama theoretical base. Kwa hiyo lengo la kule VETA kwamba mtu awe na ujuzi wake binafsi. Mfano kama hivi mtu anakuwa carpentry, mtu anakuwa labda entrepreneurship, mtu anakuwa labda hivyo. Unaona? Sasa lengo la kule VETA ni mtu apate ujuzi. Mimi binafsi apate from uongozi. Ninapenda sana biashara. Unaona? Kwa yani na nimeshajikita huko kwenye biashara. VETA nitaenda, lakini kwanza hapa kwenye biashara hapa. Na kwa nini tusingeanzia kwenye VETA kwanza? Then ndio tuje kumalizia elimu ya huku ya juu kabisa kwa mawazo yako pia. Yaani kwa nini tunaanzia huko? Kwa nini tusingeanzia VETA? Na sasa hivi watu wanaenda wamemaliza degree, wamekaa nyumbani, yakuja kutolewa tamko la kwamba jamani degree haitoshi. Tunapaswa kuongeza ujuzi. Twende VETA angalau tuongeze ujuzi. Kwanza ili tamko limetolewa kutokana na hali ya wasomi kwa sasa hivi. Nchi yetu kwa sasa hivi na wasomi ni wengi vibaya mno. Unakutana na mtu anauza maji, unaweza ukamdharau, kumbe ana masters yake, ametulia. Kwa kutokana na hii hali, ili kupunguza wimbi la watu wasioajiriwa, kwa sababu sasa hivi yani wasomi ni wengi sana. Kila mtu anataka ajira, Ili kupunguza hili wimbi ndio maana waziri wetu mkuu akashauri kwamba watu waende VETA ili wapate ujuzi, kwa sababu mfano kama mtu akiwa ana ujuzi hata wa carpentry anaweza hata akaanzisha center yake, maisha yake ataendelea kana anapata 200 apate from defense hizo job za government. Okay. Na kwa upande wako unafikiri umri gani ni umri sahihi wa kijana kuanza kujitegemea? Kwangu mimi binafsi naona tu mtu akishafika university huyo ni mtu mzima. Yaani ukishafika university maana yake you are matured enough. Unatakiwa ujitegemee, uache kudipendi kwa familia. Yes. Yaani huo umri unatosha kabisa kuanza kujitegemea mwenyewe. Safi kabisa. Na nizungumza kwenye swala zima la kujitegemea, tunazungumza swala pana kidogo. Aidha kutoka nyumbani kuanza kuyaendesha maisha yako binafsi kama msomi.